Jasho langu riziki yangu. Mimi naitwa Zainati Haji. Kulima tu tunatumia tinga, kwa kupalilia ni mikono, lakini baada ya kupiga dawa ni sisi tunapiga dawa wenyewe kwa kutumia tu mabomba ya kawaida. Na tunaona wewe kwamba ni mama na si mama mchanga, ni mama ambaye umekomaa. Pengine ni nini kinakufanya uendelee kukaa shambani, na utamshauri vipi yule mama mwingine ambaye yuko pale nyumbani anakusikiliza? Mimi ninaweza kaa shambani kulingana, hatutaki usumbufu kwa watoto. Tumeshakuwa watu wazima, lakini tunafanya wenyewe ili watoto wasione kama tunawasumbua. Hii ndio tunasomesha nao watoto, ndio tunalisha nayo, lakini kwa saa hii wajukuu ndio tunaangalia zaidi. Na pengine kazi hii ambayo unafanya, unahisi kwamba inakimu mahitaji yako ya kifamilia? Inakimu kwa kweli, kwa sababu ikiwa nimenunua bei iliyonunua na sokoni nikauza labda 2500, najua na kile ninapata hapo ndani yake ndio nakizi maisha ya nyumba yangu. Kama sasa tunauza 1700 na wengine wanauza 1500. Kwa sasa. Hiyo ni kiasi gani cha nyanya? Ni moja kama hiyo kija mpaka juu ndio tunauza kwa bei hiyo, ambao ni boksi ya kawaida ya kilo 40. Kwa hivyo hii keni moja ni kilo 40, mnauza 1700. 1700. Na pengine ungewashauri vipi vijana pale nje ambao pengine wanahisi kwamba hamna kazi, hamna ajira? Tutawaeleza ili wajiingize kwenye vilimo na waingie kwenye biashara, ili wasitumie miadarati mibaya, kutumia vitu havipo kwa sababu ya kukosa pesa, ila waingie shambani kama sisi vile tunavyochukua mali hii kupeleka sokoni, tuuze bei yetu na tupate pasenti, tunaishi, tunakula, hatuna shida. Hivyo tutawashauri vijana ili waingie kwenye biashara ama kwenye kilimo. Una wito gani kwa serikali? Wito tunao, maana sisi ni wafanyabiashara na tumeamua kufanya hii kazi ili kuepukana na usumbufu. Ila tunaomba serikali pia ushike mkono wa mama wa biashara ili tusirudi nyuma wakati tunayumba, watushike mkono. Namna ndiyo makala ya Jasho langu kutoka eneo la Taveta. Mimi ni Julius Mareki, Radio 47, kaunti ya Taita Taveta. Jasho langu riziki yangu.